Imependeza Mungu wetu aliyeachilia msukumo ndani yako, ndani yangu, ili tukapate kujifunza tena. Hivyo ni jambo la kuaminika kabisa na kwa kukubalika ya kwamba Mungu kwa katikati yetu, pale ambapo utapata masikio ya kusikia, atatuhudumia, atatuhudumia pia. Haleluya. Hapo kuwepo kwa majina, naitwa mtumishi Abraham B. Mabanga. Asante. Basi tutakuwa na somo jioni hii ya leo. Somo letu linaitwa miji ya makimbilio. Miji ya makimbilio. Tunaona zamani Mungu alimwamuru Musa atengeneze, andae miji ya makimbilio. Hivyo tutaangalia hilo somo na tutaangalia na sisi kwa kipindi hiki tunajifunza nini. Haleluya na Mungu. Unaweza tukaandika miji ya makimbilio. Kitabu ni Hesabu 35 ule mstari wa 9 mpaka ule wa 15. Hesabu 35 ule mstari wa 9 mpaka wa 15. Na kisha Bwana akanena na Musa na kuambia, nena na wana wa Israeli waambie, mtakapovuka mto wa Yordani na kuingia nchi ya Kanaani, ndipo mtajiwekea miji iwe miji ya makimbilio kwa ajili yenu, ili kwamba mwenye kumuua mtu pasipo kukusudia kumuua apate kukimbilia huko. 12. Na hiyo miji itakuwa kwenu kuwa makimbilio, kumkimbilia mwenye kukatwa kisasi, ili asiwaue wenye kuua mtu hata atakapo simama mbele ya makutano ahukumiwe. Na hiyo miji mtakayowapa itakuwa kwenu ni miji 6 ya makimbilio. 14. Mtawapa miji 3 ng'ambo ya pili ya Yordani, na miji 3 mtawapa katika nchi ya Kanaani. Miji hiyo itakuwa ni miji ya makimbilio. 15. Miji hiyo 6 itakuwa miji ya makimbilio kwa ajili ya wana wa Israeli, na kwa ajili ya mgeni, na kwa ajili ya huyo aketie kati yao hali ya ugeni, ili kila amuaye mtu naye hakukusudia kumua apate kukimbilia huko. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa tunaona wana wa Israeli kabla hawajavuka kuingia kwenye nchi ya ahadi, wanapewa agizo kwa mkono wa Musa ya kwamba mkifika kule mtaandaa miji ya makimbilio, alafu ile miji itakuwa special kwa ajili ya watu wale ambao watatenda dhambi pasipo kukusudia, atakapokuwa ameua pasipo kukusudia, hivyo anakuwa ana hatia. Dhambi iko hivi, ukitenda kwa kujua, wewe unakuwa na hatia. Hata ukitenda bila kujua, bado unakuwa una hatia. Sasa hapa anasema ya kwamba huyu mtu ni mgeni, aidha ni mwenyeji, akafanya hivyo, akaua kwa bahati mbaya, akimbilie katika huo mji. Akifika ule mji, huyo mtu hatahukumiwa, maana wana wa Israeli walipewa ile sheria ya jino kwa jino, jicho kwa jicho. Ilikuwa ukitenda dhambi
unapigwa hata unakufa. Aliona Mungu, japo sisi hatupo katika hiyo sheria, ila kwa mujibu wa hili somo tutaelewana. Aliona Mungu kwamba sasa huyo mtu alikuwa pengine anakata mti, shoka ikapokonyoka ikampiga mwenzie akafa, yule mtu akiwa arudishiwe. Sasa ndipo Bwana anampa nafasi ya kujitetea, anakumbuka kwa akili yake kuna nini Bwana alitupa tuweze kukimbilia. Anaanza mbio hapo hapo bila kugeuka nyuma, bila kufanya alichokisahau, maana akijaribu kugeuka tu wenye kisasi watamkuta, watamuua. Sasa endelea kusoma hizi habari tuweze kuelewa zaidi. Soma hiyo hiyo Hesabu 35 ule mstari wa 26 mpaka wa 29. Nitaenda kusoma haraka samani. Hesabu hiyo 35 mstari ule wa 26 mpaka wa 29. Lakini kama mwenye kumuua mtu akienda wakati wowote kupita mpaka wa huo mji wa makimbilio aliyokimbilia, na mwenye kutoa kisasi cha damu akamuona naye yu nje ya mpaka wa mji wake wa makimbilio, na mwenye kutoa kisasi cha damu akamuua huyo muuaji, hakutakuwa na hatia ya damu, kwa sababu ilimpasa kukaa ndani ya mji wake wa makimbilio hata kifo chake kuhani mkuu. Lakini kuhani mkuu atakapokwisha kufa, huyo muuaji atarudi aende nchi ya urithi wake. Haleluya kanisa. Maandiko yanaweka wazi ya kwamba huyu mtu pamoja na kwamba amepewa dhamana ya kukimbia ndani ya mji wa makimbilio, lakini ikionekana sasa umekimbia, umejiona una dhambi, uko sehemu salama, sasa anajaribu kutembea, anatoka mpaka kwenye mipaka ya ule mji aliyoamuliwa aketi pale, asema yule mlipiza kisasi, maana aliyeuawa pengine ana ndugu, ana watoto, ana familia, akaona huyu mtu alikimbilia kwenye mji wa makimbilio, sasa sina nafasi ya kumuua, lakini katika kutapita ninamuona yupo mipakani, hajakaa kama alivyoamriwa akae ndani. Asema huyo mtu akimuua yule ambaye kupasa kuuawa, yule mtu hana hatia. Haleluya na Mungu. Tunajifunza nini kupitia mji wa makimbilio? Maana Torati iliamuru, Mungu aliamuru kwa mkono wa Musa, kama nilivyosema, Mungu aliandaa Torati kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli amezileta kwa mkono wa Yesu Kristo. Haleluya na Mungu. Ameleta kwa mkono wa Yesu Kristo. Ukisoma kile kitabu cha Mambo ya Walawi 4 ule mstari wa 27, soma afu tuendelee mbele kidogo. Mambo ya Walawi 4 ule mstari wa 27. Na mtu awaye yeyote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia asiyafanye, naye atapata hatia. Rudia kusoma kwa makini. Na mtu awaye yeyote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, naye atapata hatia. Naye akapata hatia. Aliona Mungu asema ikiwepo mtu yoyote katika uso wa nchi akatenda dhambi kwa mambo ambayo Mungu aliamuru au sheria iliamuru yasitendeke, yeye akatenda kwa kujua au kwa kuto kujua, naye
akapata hatia. Kwa hiyo tumeona kwamba dhambi ilihesabika ni hatia kwa mtu anayejua na kwa mtu asiyejua. Sasa anapofahamishwa ndipo anageuka. Tunaona kule walikuwa wanakimbilia kwenye mji wa makimbilio. Sasa tunakuja kizazi cha sasa ambacho tupo chini ya neema. Sisi tunakimbilia wapi? Mji wetu wa makimbilio wapendwa ni Yesu Kristo. Mji wetu ambao umesimama, yafaa tukimbilie kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa nini tunasema ni Yesu Kristo? Tukisoma kile kitabu cha Yohana 1 ule mstari wa 29, msomaji soma haraka. Yohana 1 ule mstari wa 29 unasemaje? Na siku ya pili yake amuona anakuja kwake. Amuona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Aitwaye dhambi ya ulimwengu. Aitwaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya Mungu. Sasa sisi, mimi na wewe, tunahesabika tuna hatia kupitia Adamu wa kwanza. Kuna wakati tunahesabika tuna dhambi hata kwa kutokujua. Ile tu tunazaliwa tunahesabika ni wenye dhambi mbele za Mungu. Ndivyo ninavyo maandiko ya kwamba mwanadamu wa kwanza, mbele wa Adamu wa kwanza alipotenda dhambi, sisi sote tungehesabika nini? Tungehesabika ni dhambi. Kwa sasa pale ambapo tunafahamishwa, tunakuwa na njia moja tu ya kumkimbilia Yesu Kristo. Maana maandiko yameweka wazi ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kuchukua uovu, kuchukua dhambi. Ule mji wa makimbilio ulifanya watu waliotenda dhambi ili wakawe salama. Hivyo ndivyo Yesu anawapokea waliotenda dhambi ili wakikaa katika mkono wake wakafanyike kuwa salama. Atakapokuja yule mlipa kisasi ni mauti. Kila atendaye dhambi mshahara wake nini? Ni mauti. Kwa tunapokuwa tunatenda dhambi, kifo kisasi kabla kija kitulipe ambao ni mauti. Mauti inaanza kukufuatilia ili ipate ujira. Maana ujira wa mauti, ujira wa dhambi ni mauti. Sasa pale sisi ambao tumefahamishwa ya kwamba tuko na dhambi, tukamkimbilia nani? Tukamkimbilia Bwana. Baada ya kumkimbilia Bwana, sio kwamba habari zikanyamaza. Shetani akaendelea kufuatilia. Maana ajua kabisa wewe ulikuwa chini yake. Maana ajua kabisa wewe ulikuwa ndani yake. Sasa umepokonyoka. Ulipotambua mimi nimezaliwa na dhambi, na maandiko yanasema kwamba joeni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Ulipopokea ufahamu wa moyo, ukakimbia kwa nani? Kwa Yesu Kristo ambaye tunamfananisha na ule mjoni wakakimbilia. Haleluya Mungu. Sasa tujue ndani ya mji wa makimbilio, sio kwamba shetani analala. Maana pengine shetani anaulizwa, waambie unatoka wapi? Anasema nimetoka kuzunguka. Kwa hiyo wanapokuwa ndani ya Yesu, shetani anajaribu kuangalia pengine utavuka kampaka ili akuone uko nje ya Yesu, akapata kukufaa. Haleluya Mungu. Maandiko yanasemaje? Yule mtu aliyekimbilia kwenye mji wa makimbilio akaonekana na randaranda nje. Yule mlipa kisasi akaja akamkuta analandaranda nje, akilia hana hatia. Ukiokoka, ukimwamini Yesu Kristo, umeshatoka kwenye uzinzi, umeshatoka kwenye mambo ya dunia, umeshajikana dhidi ya mtume wa dhambi. Haleluya kabisa. Sasa ukionekana siri SMS vinakuvutia, unataka kupitia huko, alafu hili ndani ya mkusanyiko, ndugu yangu, shetani kinakuta huko, na wote nikukute. Haleluya. Hilo maandiko yanasema kuna tena damu iliyosalia. Tunapomrudisha Kristo msalabani mara ya pili, imani tunaipokea mara moja. Tukishaipokea tunaanza kujilinda. Ukisoma kile kitabu cha Tito, wala kwa mwanzo wa Tito 5:6 unasomekaje? Waraka wa
wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Ndio. Anasema bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa ya uhai. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingali yuhai. Mpendwa, chunguza moyo wako, chunguza nafsi yako. Kitakacho kupeleka mbinguni si kwa sababu tumeungamana hapa, ni vile ambavyo unajilinda nafsi yako. Haleluya Mungu, ni vile ambavyo unaishia utakatifu. Tumekwisha kimbia mauti, tumekwisha mkimbia shetani, tumekaa katika mkono wa Yesu, tumekaa ndani ya Yesu. Anasema ukikaa ndani yako utakuwa huru, utaijua kweli. Tumekwisha kuijua kweli, hatupasi tena kwenda nje kuendelea kuzagazagaa. Anasema uko nje, shetani anafananishwa kama dumbwi, kama simba mkali akitamani kumwona mtu akapate kummeza. Wana wa Israeli kwa tendo la imani waliamini kuingia kwenye ule nchi ambao Bwana aliamuru kwa mkono wa Musa. Ndio usalama wetu. Haleluya, ndio usalama wetu. Ametenda dhambi hajakusudia. Sasa leo mara pengine tulitenda dhambi pasipokusudia. Hebu soma kitabu hicho hapa, soma kitabu cha Warumi 5:12. Warumi 5:12. Naam. Ndio. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Haleluya na Mungu. Inazungumzia kwamba dhambi iliingia kwa mtu mmoja. Haleluya. Na watu wote wakahesabiwa mauti kwa sababu wote wametenda dhambi. Aliyeruhusu dhambi ingie ni Adamu. Uzao wa Adamu wote wakafanya nini? Ukalaaniwa. Utasema mimi sikuwepo. Adamu anapotenda dhambi, sisi tulikuwa kwenye viuno vya damu, uzao mtarajiwa. Kwa Mungu anapoachilia laana, anasema wote wakahesabiwa nini? Dhambi. Kwa tunaingia katika uso wa nchi, tuko na nini? Tuko na dhambi. Sasa hatujui, sio kwamba tumetarajia sisi tutaiona nini na dhambi. Haleluya Mungu, imetokea na hiyo halipingiki, tumelipokea. Sasa wenzetu na wenyewe walipotenda dhambi pasipo kukusudia, kama wenyewe tunazaliwa pasipo kukusudia, alafu tunahesabiwa dhambi, walikimbia. Haleluya, wakafanya nini? Wakakimbia, wakaenda kwenye miji ya makimbilio. Na maandiko yanasema ukiingia katika ule mji ukae huko hata kufa. Haleluya kanisa, tukishampokea Yesu, tuishi na Yesu mpaka tutakapokufa. Atakayevumilia hata mwisho, yeye ndiye atakayeokoka. Amen. Haleluya Mungu. Anasema heri wafao katika Bwana, nao wapate kupumzika dhidi ya taabu zao, maana matendo yao yanaambatana na wao. Amen. Haleluya. Lakini ukiwa ndani ya Kristo unaendelea kuwa mjanja, lolote litakupata. Mchungaji wako atajua kwamba uko salama, mimi sitajua, maana usalama umeshaonyesha, lakini wewe tena ukaanza ujanja, umeshaonyesha sehemu ya ukimbilia. Anaona Mungu anasema ukae huko ndani, usitoke nje. Kuna wengine wakuta ameokoka vizuri, kabla hajaokoka alikuwa anapenda kwenda disco, alikuwa anapenda kwenda kuangalia mipira, alikuwa anapenda kwenda kuangalia vingoma
vya kiasili vya mizimu. Sasa ameokoka, anasema ngoja tu mimi nitoe Yesu, nitaangalia tu kiasi, nitafanya nini? Nitarudi, nitacheza ila sitacheza na mke wa mtu, nitaenda tulizo. Anasema yule sasa mshtaki, mlipa kisasi, ambaye ni mauti, akikukuta huko unaweza kuishi. Na mwongozo wa leo umetupa mwongozo, tunasema msidanganyike, mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Hivyo ndivyo imani tunaipokea kwa kusikia. Hata ukengeufu tunaweza kuipokea kwa kusikia hivyo hivyo. Yaokoa tukishapata Yesu, tuwashumu tuko ndani la jengo. Tena yanasema ni jengo, ni hekalu, tunakaa ndani yake. Yale ya nje tukubali yamepita. Ukubali moyo wako, ugusi moyo wako, kama mchungaji amesema, ukubali ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Kuna wakati tunataka tumeamini, lakini hatujui hatima yetu, hatujui tuko wapi. Muda mwingine maandiko yanasema uko nje, kuna wachawi, kuna mbwa wakali, kuna watu watendao vitu vyovyote, kila tendayo yeye anatenda. Sasa unaelewa kabisa uko nje, kuna matendo haya, unapenyeza uso, hata kuvutia unatoka. Haleluya Mungu. Alafu shetani namna anamlinda mtu aliyeokoka. Ukifanya kosa moja, hapo shetani kishindo kinaitikia. Hiyo ni mashahidi. Tunasikiliza taarifa za basi, unakuta nasikia mchungaji ametia kesi akiwa na kibiti. Unaweza kujaribu nipate tabia yako, unakuta ndio alikuwa anajaribu kwamba moja tu nitatubu. Sasa yule mshtaki yupo naye anaweka ajua hili jamani, kitubu nitanishinda, nimalizane nao hapa. Haleluya. Yule alimsaliti Yesu, au anasema mchukueni mikononi salama. Wamchukue salama tu wamwochi, hapo akirudi atakuwa na pesa, atatubu, atakuwa na wanafunzi ambaye ni tajiri, hapo yuko na Yesu. Shetani akashikilia Yuda mpaka kufe. Haleluya Mungu. Kwa tukiwa ndani ya Yesu, tukijaribu tu kupapasika kuisha basi. Wewe unasema nizoea, pengine ilikuwa tabia yake. Mungu anaanza na kutaikuwa tu anacheka. Haikuwa tabia yake. Aliingiliwa tu na wazo kwamba nitasawazisha. Wengine wengine tunajiamini sana kuliko kunyenyekea sana. Amina Mungu. Unaweza ukaonywa epuka hayo makundi, watu waamini na uokovu miaka 40. Shetani anataka miaka mingapi? Uokovu wa miaka 40. Shetani dunia na miaka mingapi? Miaka mingi. Tunasema Yesu alikuja baada ya miaka 2000 iliyopita. Shetani yuko. Tunasema si Sodoma na Gomora ilikuwa kundi. Shetani yuko. Tunazungumzia meza Nuhu, shetani yupo. Tunazungumzia meza za Edeni, shetani yupo. Yaani jamii kupita kiasi. Tunafundishwa kunyenyekea, tukae ndani ya Yesu hata kufa. Unajua rekodi za Wakristo zimekuwa ni za aibu. Mwaka huu ataanguka, atarudi. Mwakani tena anaanguka. Hizo ni rekodi. Kwa siku utaanguka, ile ujarudi unavutiwa Mungu kwa nyuma, hana kurudi. Tutembee na Kristo kwa uaminifu. Maandiko yanazungumza na Henoko. Alitembea na Kristo miaka 300. Amina Mungu. Anatembea na Kristo miaka ya kutosha. Wanafunzi wa Yesu wanatembea na Yesu miaka 3. Wanaendelea kutembea zaidi na zaidi. Anakufa na waacha, wao wanaendelea. Haleluya Mungu. Lakini unakuta sisi mwaka jana ulianguka uzinzi, mwaka huu unaanguka uzinzi. Yule anayekuangalia kwenye makimbilio anakutamaa. Maandiko yanaweka wazi
shetani namna anavyotuangalia. Hebu tuangalie Warumi 6 mstari wa 23. Nasoma Warumi 6 mstari wa 23. Na kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Amina na Mungu. Ina maana yule amekimbilia kwenye mji wa makimbilio, yule mlipa kisasi anayemfuata ni mauti, inataka imlipe. Kwa shetani yeye ndo anayehimiza tukalipwe mshahara wetu, anatushtaki kwamba mimi nilipokuwa mbinguni nikiitwa Lucifer, dhambi yangu niliwaza tu, lakini mtumishi wako amewaza na amezini, unampendea nini? Na ulisema wewe si Mungu wa upendeleo. Mungu anakumbuka agano lake, analipa huyo mtu. Aliona Mungu. Kwa hiyo tuseme hii ni dhambi ndogo, hata tu uongo kwa simu, hiyo nini ni dhambi? Sio dhambi. Inapaswa ulipwe nini? Ulipwe mauti. Haleluya Mungu. Sasa Mungu kwa neema zake, kwa kuwapenda mtu atapotee, anajaribu kukuangalizia uendelee kufikiria toba, uendelee kukaa ndani yake. Anajaribu kukuangalizia pengine anaenda kubadilika. Sasa wewe ndugu yangu ukijiendekeza, ikiwa ndio laifustyle yako hiyo milele na milele, utalipa mauti. Hapo sisi tutaenda kuhubiri juu ya kaburi. Kumbe wenzetu umelipwa mauti, umepewa mshahara wako. Sisi tunaangalia kwa jinsi ya mwili. Amina na Mungu. Tunapoona tumekusanyika, tumehesabika ni familia moja, lakini namna mtu atakapolipwa ni siri yake. Ndipo neno linatufunua ili tujue kweli, tutoke. Amina na Mungu. Tuwe sehemu iliyo salama, tuwe ndani ya Kristo. Usiseme mimi nimekwisha kuokoka basi nimemaliza. Ukisha kuokoka wapendwa, ndio unaongeza majanga. Umetangaza vita. Haleluya Mungu. Umetangaza vita. Wengine wanajaribu hata kumlaumu Mungu, kwani ameruhusu ili Mungu alioni na umaskini huu. Hapana. Imani yako inapimwa. Amen. Haleluya. Amen. Imani yako inapimwa. Uwezo ukapewa upepo wa mbinguni kizembe, asema wenye nguvu ndio watakao kuteka. Saizi nguvu zika kujinyua sementi, kujinyua mabloko, nguvu za kustahimili majaribu na visiki tunapoenda kukutana nazo. Hatuko ndani kumaliza, tusome kitabu cha mwisho Isaya 5 mstari wa 14. Na Isaya 5:14, neno la Mungu linasema, kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, hushuka na kuingia huko. Amina. Tunaona mpendwa asema kuzimu. Kwa hiyo alipokuwa anasoma mimi nilikuwa sijafika samahani. Isaya 5 ule mstari wa 14 unasomeka hivi, anasema kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao,
hushuka na kuingia humo. Kumeongeza tamaa. Kuzimu kuna tutamani. Haleluya Mungu. Tunapokuwa tunaimba hivi, tunaabudu, lakini tujue kabisa kuna sehemu wanatutamani sana. Amen. Tena wameongeza kiasi cha tamaa. Wanatamani unapoeleza, wanasema ile huyu na ubonge wake huyu ashuke huku, huyu anayejifanya mwinjilisti, huyu anayejifanya si ni mzee wa kanisa. Wapendwa, unapotamani kitu unatamani kile kizuri kilichonona. Kuna kuzimu, kuna tamani watu ambao wakupaswa waingie kuzimu ili ndipo wafurahi. Mpinzani wa kuzimu ni mtu aliye ndani ya Kristo. Hivi unapoingia kuzimu uliyetoka kwa Kristo, kuna wanashangilia, wanasema huyu ndio safi. Wanapopita mienendo wao uelewi ile mauti. Kuzimu ni mauti, wapendwa. Mauti na kutamani. Mauti na tamani. Hata unapotoka hapa unaenda nyumbani, kama umefarakana na Roho Mtakatifu, umemhudhurisha, umemzimisha, gari litokee kugonge ukute kama hujatubu. Maana mtu akifa katika dhambi, akifa katika uongo, akifa katika chuki, akifa katika hatia, mshahara wake ni nini? Ni mauti. Kwa mauti ipo, kwa mji wa makongorosi inatutamani, tena inatumia majenti wake. Mji umejaa uzinzi, hata makanisani uzinzi umeingia, umepiga hodi. Unaweza kuwa unasoma na unasema ni wanakwani wenzangu, kumbe anakutamani, kumbe anakuvizia ili anakushusha kuzimu. Sasa maandiko yanatufundisha ya kwamba tukishapata mji wa makimbilio tukae huko. Asema msitoke, anasema hata mipakani msitoke. Mji wa makimbilio unaishia huku, wewe kaa mbali kabisa, uwe huku. Haleluya Mungu. Kuzimu unapita huko pembeni, ikajaribu kupita kwa Ayubu. Kuzimu ilivyokuwa tamani Ayubu, ikamtembelea, ikaona Mungu amemzungushia nini? Ayubu alikuwa ndani ya mji wa makimbilio. Haleluya Mungu. Shetani akashindwa, kwa Kristo akiwa pamoja nasi tunapata ufahamu wa kwamba sisi tulikuwa ni kina nani. Kama tumeona maandiko yamesema sisi tulirithi dhambi. Adamu wa kwanza alipotenda dhambi, sote tukahesabika dhambi. Adamu alipofanyika kuwa dhabihu, sote tukasafishwa katika yeye, tukombolewa katika yeye ambaye ndio Yesu Kristo. Tusije tukapotoka tukaanza kujenga miji ya makimbilio kama mbona kina Musa walijenga, tukaweka wengine wapi? Mkora, wengine macho akatwa na zini anahamia mkora. Bado akifa hayakalipwa tu, yakalipwa mauti. Amina na Mungu. Kwa sababu maandiko yanasemaje? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12, soma Matendo ya Mitume 4:12 na ya Matendo ya Mitume 4:12, neno linasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kama maana hapana jina jingine chini ya mbingu lililopewa wanadamu lipasalo
sisi kuokolewa kwao. Haleluya. Asema hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu chini ya mbingu lipasalo kutuokoa. Ina maana huo ufahamu tuwe nao kwamba sisi mji wetu wa makimbilio ni Yesu Kristo. Amina. Maana ndio jina tulilopewa. Kama wengine walipewa huko vitu vingine viliwahusu wao, lakini aliyekuja kuitimiza Torati anathibitisha kwa mihuri ya Roho Mtakatifu ya kwamba msidanganyike. Ndio jina mliopewa ni jina la Yesu. Tena anasema walio chini ya mbingu. Japo wengine wako chini ya mbingu wanataja majina yao mengine wanaojua wao. Sasa ile itawasaidia. Tumepewa jina moja, mji mmoja ambao ni Yesu Kristo. Pale unapoona umepitiwa na wazo, unaona kama hili wazo sielewi, mbona kama hili wazo ni baya, kimbilia kujitakasa mpendwa. Ili ajapo akutoke safi. Ili ajapo akutanipo safi. Tusiuzoe wokovu uzoeleki. Wokovu hauzoeleki. Kuna kanisa Bwana lilikemea kwenye yale makanisa 7 ya Ufunuo. Anasema upendo wako umepoa. Kumbuka ulipopokea, uliposikia, urudi ukatubu. Muda mwingine makanisa tunaanza vizuri, lakini nakuta mwingine tunakuja tunauzoelea wokovu. Sasa tukizalea wokovu bado ni hatia. Kwa nini ni hatia? Anasema shoka imekwisha kuandaliwa. Tawi lisilozaa anafanya nini? Anakata. Kwa niseme tu mimi sipendi safi, mimi niko safi, lakini bado kama hatunyenyekee, hatuishi katika nchi tuliopewa na Bwana ambao ni Yesu Kristo, hii itakuwa ni pezea. Umeiba kwa miaka yote, umejitoa, umeleta na vitu wakaombea, hapo kaondosha kwa kukosa matunda. Hii itakuwa ni kilio. Tena hata pagani pengine kuonyezewa moto atakuwa na kuchanga japo wenyewe wanaungua, ila lazima wewe imekuwaje ndugu yetu? Maana ndio kulikuwa kunatunyanyasa tubu. Tunaona tu hata mazingira kawaida, Kristo ukianguka, yaani jamii yote inajua, wanatamani hata wakuje nyumbani kukusalimia kwa ziada. Kwamba ndugu tukakudi na Mungu sasa wewe umezidi. Kwa utakataa kudi. Unaje tu. Dhambi inapoingia kwa mtu inahalalisha na dhambi nyingine. Yesu alisema pepo mchafu anapotoka mtu pale linaporudi linaenda kuwaita na wenzie. Hali ya mtu inakuwa ni mbaya. Inapata na fadhali kisikia tu hapa ile pepo moja. Amebaki na moja. Kwa unapotenda dhambi lazima mauti kusogelee, maana inakutamani. Haleluya kanisa. Tujiangalie, tujitakase kila mtu hapo leo, tukae katika uongofu hata kufa. Ikemee roho ya kuanguka, ikemee roho ya uvivu, ikemee roho ya kukata tamaa, kemea kila namna. Asema chukieni kukaa na dosari ya namna yoyote. Haleluya. Na hiyo ndio neno la Bwana. Tunamshukuru Mungu.